Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunakuomba uendelee kusimama wakati viongozi wengine na wageni waalikwa tukae. Kiapo cha wakuu wa mikoa. Simon Nyakoro Siro. Mimi Simon Linda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Simon Nyakoro Siro na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya mkuu wa mkoa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Simon Nyakoro Siro na hapa kwamba katika kazi yangu ya mkuu wa mkoa kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi yangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hiyo au kwa idhini ya Mheshimiwa Rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Harry Dennis James. Mimi Harry Dennis James na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Harry Dennis James na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya ukuu wa mkoa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Harry Dennis James na hapa kwamba katika kazi yangu ya mkuu wa mkoa kwa vyovyote vile sitotoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mboni Mohamed Muita. Mimi Mboni Mohamed Mhita na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Mboni Mohamed Mhita na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya mkuu wa mkoa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Mboni Mohamed Mhita na hapa kwamba katika kazi yangu ya mkuu wa mkoa kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
Beno Morris Malisa. Mimi Beno Morris Malisa naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Beno Morris Malisa naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake kwa kazi ya mkuu wa mkoa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Beno Morris Malisa naapa kwamba katika kazi yangu ya mkuu wa mkoa, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi yangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Jabir Omar Makame. Mimi Jabiri Omari Makame naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Jabiri Omari Makame naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya mkuu wa mkoa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Jabiri Omari Makame naapa kwamba katika kazi yangu ya mkuu wa mkoa, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Kiapo cha Katibu Mkuu. Agnes Kisaka Mena. Mimi Agnes Kisaka Mena naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Agnes Kisaka Mena naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya Katibu Mkuu. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Agnes Kisaka Mena ninaapa kwamba katika kazi yangu ya Katibu Mkuu, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wangu na au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
Kiapo cha makatibu tawala wa mkoa. Abdul Rajab Mwinte. Mimi Abdul Rajab Mwinte naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Abdul Rajab Mwinte naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya katibu tawala wa mkoa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Abdul Rajab Mwinte naapa kwamba katika kazi yangu ya katibu tawala wa mkoa, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Frank George Haule Hawasi. Mimi Frank George Haule Hawasi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Frank George Haule Hawasi naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya katibu tawala mkoa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Frank George Haule Hawasi naapa kwamba katika kazi yangu ya katibu tawala mkoa, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kiapo cha naibu makatibu wakuu. Peter Lawrence Makenga Msofe. Mimi Peter Lawrence Makenga Msofe naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Peter Lawrence Makenga Msofe naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya naibu katibu mkuu.
Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Peter Lawrence Makenga Msofe naapa kwamba katika kazi yangu ya naibu katibu mkuu, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Athumani Juma Kilundumia. Mimi Athumani Juma Kilundumia naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Athumani Juma Kilundumia naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya naibu katibu mkuu. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Athumani Juma Kilundumia naapa kwamba katika kazi yangu ya naibu katibu mkuu, kwa vyovyote vile sitotoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa kwa kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba uridhie sasa Katibu Mkuu Kiongozi arudi kuketi. Mheshimiwa Rais, naomba kumuita Kamishna wa Maadili Mheshimiwa Jaji Sivangilwa Mwengesi ili aendelee na taratibu za kiapo cha maadili. Pia katika kiapo hicho ufuatao wataambatana na viongozi waliokula kiapo hivi punde ili kuapa kiapo hicho cha maadili. Viongozi watakaoambatana kula kiapo cha maadili na wateule ambao wamekula kiapo hivi sasa ni Mhandisi Machibia Masanja Shiwa, Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Reli nchini TRC, Dr. Delila Charles Kimambo, Mkurugenzi Mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili, ndugu Abdul Razaki Badru, Kamishna Mhifadhi wa Mamlaka ya Uhifadhi wa Eneo la Ngorongoro, na Dr. Rino Simeon Nyansebo, Mkurugenzi Mkuu wa Mfuko wa Hifadhi ya Jamii kwa Watumishi wa Umma. Karibu Mheshimiwa Jaji. Niwaombe wote tutakaotoa kiapo tusimame. Ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa umma.
uadilifu, uwajibikaji na kuimarisha imani ya wananchi kuhusu utendaji wa viongozi wa umma. Mimi Heri Denis James ninaahidi kwamba nitakuwa mzalendo na mtii wa Tanzania, nitakuwa mwadilifu na mfano wa watumishi wa umma, watumishi wa bunge, watumishi wa mahakama na watu wengine katika kukuza na kusimamia maadili. Sitatumia cheo changu kwa maslahi au ya familia yangu, ndugu zangu au marafiki zangu au mtu mwingine. Nitalinda na kutetea rasilimali za umma kwa maslahi ya umma. Nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo, mila na desturi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sitatenda kitendo chochote cha rushwa. Sitaomba au kutoa au kupokea zawadi au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria. Sitatoa shinikizo linaloshawishi kanuni, taratibu na miongozo katika utendaji wa kazi za umma. Sitatoa siri ambazo nitapata au kuzidiwa katika utumishi wangu isipokuwa kama sheria itaelekeza vinginevyo. Nitatekeleza majukumu yangu kwa kuepusha mgongano wa maslahi wa aina yoyote, na mara zote nitatoa uamuzi kwa kuzingatia katiba na sheria. Nitatoa huduma bora kwa usawa kwa watu wote bila kujali jinsia, dini, siasa, kabila, udugu, taifa, ukanda, jinsia au hali ya mtu, na nitazingatia kulinda rasilimali ninapokuwa kazini, nje ya mahali pa kazi na hata ninapostaafu au kuacha kazi. Tamko. Nakiri kwamba nimesoma hati ya ahadi ya uadilifu kabla ya kuweka saini. Ninakubali na kutambua kwamba masharti yaliyopo katika hati hii ni ya kimaadili na kisheria na ninawajibika kuyatekeleza. Ninaelewa kwamba kuvunja masharti hayo ni ukiukwaji wa maadili yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma na sheria za nchi, na hatua za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo nitakiuka masharti hayo. Asanteni, naomba mkae mweke saini zenu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Doto Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitambue mwakilishi wa Jaji Mkuu wa Tanzania Profesa Ilesante Ole Gabriel ambaye ni mtendaji mkuu wa mahakama, Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusuluka, Katibu Mkuu Kiongozi, Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo, ndugu Mululi Majula Mahindeka, Katibu Mkuu Ikulu, ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo, Mheshimiwa Rose Mary Senyamule, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, pamoja na wakuu wa mikoa wote mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Jaji Sivangilwa Mwangesi, Kamishna wa Maadili, mabibi na mabwana, wageni waalikwa, karibuni Ikulu. Mheshimiwa Rais, baada ya kumaliza shughuli ya kiapo, sasa ni wakati wa salamu fupi kutoka kwa viongozi. Kwa heshima na taadhima, tutaanza na Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, karibu.
Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wote mlioko hapa, Mheshimiwa Rais, ninakushukuru kwa fursa hii ya kuzungumza na Watanzania wenzangu. Kwanza kabisa nianze kuwapongeza viongozi wote ambao wameaminiwa nawe na leo wamepata nafasi ya kuwapa mbele yako. Tunawatakia kila laheri katika majukumu yale yaliyo mbele yenu. La pili, Mheshimiwa Rais, ni kupongeze sana kwa hatua hii ambayo umeichukua. Ukiwatazama hawa walio hapa leo, ni dhahiri kwamba wako baadhi yao ambao wamepanda kutoka nafasi moja kwenda nyingine, na hao inamaanisha kwamba uliona utendaji wao wakati wanakusaidia katika nafasi ambayo ilikuwa pengine ya chini kidogo, na uaminifu wao, na sasa wamepanda nafasi. Hili ni funzo kwa wengine, na ndio maana ninakupongeza kwamba kila mmoja akifanya kazi kwa uaminifu, kwa uadilifu na weledi kwa kadri awezavyo, basi ataweza kuonekana pia. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, ninakupongeza sana kwa hawa ambao umewatoa nafasi ambayo walikuwa wakikusaidia ya chini na sasa wamepanda, kwa sababu wengine watajifunza kupitia hatua hii. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Rais, asante sana kwa fursa ya kuzungumza na Watanzania. Tunakushukuru Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sasa kwa heshima kubwa tumkaribishe Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa salamu zake fupi, na baada ya hapo aweze kukukaribisha wewe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Olisante, Mwakilishi wa Jaji Mkuu, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Balozi Dr. Kusiluka, waheshimiwa mawaziri na mawaziri, waheshimiwa wakuu wa mikoa ambao pia leo mmeapa, na wale ambao wapo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, makatibu wakuu, naibu makatibu wakuu, na watendaji wote serikalini, wanafamilia mlioko hapa, ni wasalimu tena kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, na majukumu mawili ya kutoa salamu fupi na kukukaribisha. Lakini naomba uridhie nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliendelea kutupa afya ya kuendelea kutekeleza majukumu yetu wakati wote. Pamoja na shukurani hizi kwa Mwenyezi Mungu, Mheshimiwa Rais, nikupongeze wewe kwa hotuba yako ya jana ulipokuwa unahitimisha Bunge, hotuba ambayo kwa kweli imeweka msingi imara, hasa kwenye kipindi hiki tunachoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Imetupa mwelekeo wa kuwaeleza Watanzania yaliyofanywa na serikali yako. Imetupa mwelekeo wa hasa kuomba ridhaa tena kwa Watanzania kwamba haya yaliyotekelezwa tunatumaini yataenda vizuri, lakini hayo mengine ambayo umetoa mwelekeo kwa maneno kuyatekeleza, Watanzania tunaamini watakuwa wameelewa vizuri sana, na inshallah Mwenyezi Mungu watakupa ridhaa ya kuendelea kuiongoza nchi hii. Mheshimiwa Rais, umefanya uteuzi kwa watendaji wetu na wasimamizi wa shughuli za serikali kwenye serikali yako. Naamini maelekezo ya msingi pamoja na ya msisitizo kwenye majukumu yao wanayotakiwa kuyafanya utawaelekeza wewe. Mimi ni kuhakikishia tu kwamba Mheshimiwa Rais amewaamini kwenye nafasi mlizopewa, kwamba mtasimamia na mtafanya yale ambayo
Mheshimiwa Rais, na kwa mujibu wa taratibu za serikali mtayatekeleza. Nawaombea kila laheri, na hakika tunawapongeza kwa sababu uteuzi na mkuu wa nchi ni heshima. Kwa hiyo nenda mkasimamie hilo kwamba mmeheshimika, mmeaminiwa, na Mheshimiwa Rais anaamini kwamba mtatekeleza hayo yote ambayo atawaelekeza. Mheshimiwa Rais, tunatumaini watafanya kazi yao, na sisi ambao tupo tuhakikishie tutawapa ushirikiano wa dhati wakati wote wanapotekeleza majukumu yao. Mheshimiwa Rais, naomba sasa nitumie nafasi hii kukaribisha uweze kuzungumza na hadhara hii na wale ambao wanatufuatilia kwenye vyombo vya habari. Asante sana Mheshimiwa Rais, karibu sana. Naomba kwa muda huu wote tusimame kwa heshima ya kumkaribisha Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa, tukae. Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mtendaji Mkuu wa Mahakama anayemwakilisha Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, ndugu Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Kusiluka, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo nasi, ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama mliopo nasi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dodoma na wakuu wa mikoa mliopo nasi. Limuona Chalamila nikajiuliza niko Dodoma niko Dar. Kumbe amekuja kupokea rase, amekuja kupokea rasi wake. Waheshimiwa viongozi mbalimbali mliopo nasi hapa, viongozi mlioapishwa leo, kamishna wa maadili Jaji Mwangesi, watendaji mliopo nasi, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa, baada ya shukurani nyingi kwa Mungu wetu, niwapongeze sana mlioapishwa hapa kwa kuaminiwa kubeba dhamana hizi. Ni matumaini yangu kuwa mtalinda imani niliyowapa na kuishi viapo mlivyowapa hapa leo na kuwatumikia wananchi kwa uaminifu. Kwa waheshimiwa wakuu wa mikoa, Mheshimiwa Kenan Kiongozi, muda mfupi nilikuwa kwenye mkoa wako Simiyu, nimeona kazi ulioifanya nzuri sana, na kwa sababu mkuu wa mkoa wa Arusha ameamua kuingia kwenye kinyang'anyiro, nimekuhamisha kutoka Simiyu kwenda Arusha. Najua Arusha unapajua vizuri, na nguvu ile ile ulioitumia Simiyu nenda kaitumia Arusha. Najua unaweza, kawaunganishe wana Arusha na kutakia kazi njema. Ndugu Ana Mringi Macha, nimekutoa Shinyanga, nimekupeleka Simiyu. Umefanya vizuri Shinyanga, na najua ulishajipanga vyema kwa Shinyanga. Sasa nenda kamsikilize Kenani alivyojipanga, nawe anza safari pale Simiyu. Si pazito, nimetoka juzi, najua unaweza. Kwa hiyo nakutakia kazi njema. Vile vile tumewateua wakuu wa mikoa wapya watano pamoja na Kamanda Siro, watano, na 4 kati yao ni vijana mliopikwa ndani ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sina wasiwasi nanyi, lakini kama alivyosema Mheshimiwa Spika, tumeangalia utendaji wenu, tumewafuatilia kwa karibu, tumeona kipindi hiki hatuna haja ya kutoa watu nje kuleta, tuwapandishe muendeleze mikoa mliotoka. Lakini kwa Kamanda Siro, mkoa wa Kigoma ni mkoa wa kimkakati, ni mkoa unaopakana na nchi jirani, ni mkoa wenye mambo mengi. Kwa hiyo tumemtoa pale kamanda wa polisi, tunakurudisha kamanda wa polisi. Lakini kamanda wa polisi, wewe
umechanganya na ujuzi wa diplomasia. Kwa hiyo nimekuona utafiti kwenye mkoa ule. Najua nimeshakutumia sana kama IGP, kama balozi, lakini bado nakuona una nguvu. Nenda kaushike mkoa wa Kigoma. Harry James, nimekuona Iringa unavochemka na hakika unapaweza. Nenda kafanye kazi. Mboni Mhita Shinyanga, najua kwa sasa hivi hata Kisukuma unaongea. Sasa nenda kaivae Shinyanga. Kama ulikuwa unafanya kazi chini ya mkuu wa mkoa, sasa wewe ndiyo mkuu wa mkoa. Nataka upite vichochoro vyote vya Shinyanga na uhakikishe Shinyanga inanyooka, na kutakia kazi njema. Beno Mbeya, nilikuwa nakufuatilia kwa karibu yanayotokea pale Mbeya mjini. Mbeya unapajua pazito kidogo na nyumbani kwa Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo kalinde heshima ya Mheshimiwa Spika. Kalinde heshima ya Mheshimiwa Spika na hakikisha Mbeya inabaki salama. Songwe Jabir, na kujua ni mpya kwa Songwe. Nimekutoa Morogoro. Wapi pale kuna hiyo Gairo. Nimepita Gairo, nimeona kazi yako na hakika unaweza kuishika Songwe. Nataka nikwambie kwamba Songwe si rahisi sana, lakini kwa uwezo wako na hakika utapaweza. Wewe ni mstahamilivu, ni msikivu na hufoki, lakini una actions. Lakini bahati mbaya ni kwamba wewe ni mpya na rasi wako ni mpya Hawasi. Lakini Hawasi ana experience zote za kichama na za kiserikali. Kwa nendeni mkasaidiane kwa karibu. Sitaki kusikia kuna migongano aidha baina yenu au baina mnayowakuta pale chini. Kama kuna migongano kaiwekeni sawa, lakini nataka mkashirikiane. Tumieni ujuzi wenu wa kichama lakini wa serikali muiongoze Songwe. Nawatakia kazi njema. Kwa wakuu wa mikoa wote mliopo hapa na wanaotusikiliza, nina mambo manne makubwa ya kusema nanyi. La kwanza, kuwatakia kusimamia amani na usalama katika maeneo yenu. Nyinyi ni wenye viti wa kamati za usalama kwenye maeneo yenu. Kwa hiyo kipindi hiki tunachokwenda, kuna vijichokochoko vinaweza vikatokea vya makusudi na vya bahati mbaya. Nataka mkasimame imara kuhakikisha mikoa inabaki salama. Tunakwenda kwenye uchaguzi tukiwa salama. Najua tunakwenda kwenye mchakato wa uchaguzi, makundi yatahibuka mengi. Nendeni kama makamisa wa mikoa, kasimameni imara, hakikishe mikoa inabaki salama. Lakini la pili, usimamizi wa fedha za serikali. Tumeleta fedha nyingi, kuna miradi mingi iliyokamilika na inayoendelea. Nendeni kasimamieni usimamizi wa fedha za serikali. Miradi inayotekelezwa iende na thamani ya fedha tunayoishusha. Fedha ile ni kwa ajili ya kutatua shida za watu na si vinginevyo. Nataka mkaisimamie. La tatu, swala la mapato ambalo nalisema kila siku. Katika mikoa yenu tuna uwezo wa kuongeza ukusanyaji wa mapato, na kwa mwaka huu tumewaongezea kiwango cha ukusanyaji, lakini na hakika mnaweza kufanya zaidi ya hapo. Msende kutumia maguvu, lakini kakusanyeni mapato. Hakikisheni mifumo iliyowekwa inafanya kazi vizuri, fedha inapatikana. Nadhani mwenendo wa ulimwengu mnauona. Akitoka kuchokozana huyu anaingia kuchokozana huyu, akitoka huyu anaingia huyu. Huko mbele hatujui kinachokuja, kama kutapanda bei za bidhaa, kutapanda mafuta, kutafanyaje. Wengine wanajivuta katika misaada. Kwa hiyo la maana hapa ni kukusanya ndani kwetu. TRA inafanya vizuri, nataka mikoa ikafanya vizuri. Simamieni halmashauri zikusanye mapato vizuri. La nne, nirudie kusisitiza kwamba twende tukawasikilize wananchi. Kipindi hiki ni cha mchakato kuelekea uchaguzi, lakini mikoa ipo na nyinyi mpo mnaendelea kuwasikiliza wananchi.
lakini kipindi hichi cha uchaguzi kutokuwa bias. Kama wakuu wa mikoa, kasimameni katikati, shirikianeni na chama, kasimameni katikati, muendeleze mchujo katika uchaguzi unaokuja. Kajishusheni. Jua mkuu wa mkoa ukifanya mabega hivi kama ile mizani ya mahakamani kule, haipendezi. Mkuu wa mkoa unatakiwa uwe down, uwe kwa watu. Ukiwa kwa watu wewe, wakuu wa wilaya watakuwa kwa watu, wakikuoneni nyinyi. Mna dhamana kubwa kuwasimamia wakuu wa wilaya, halmashauri, nendeni kafanyeni kazi. Katibu mkuu Agnes Meena, hongera sana na pole. Umefanya kazi nzuri wewe na Mwajuma pale maji. Niliamini wamama wawili kumsukuma na kumsaidia waziri wa maji, na mmefanya vizuri. Na kwa miradi iliyobaki, nahisi katibu mkuu uliyepo na waziri wako mnaweza mkamaliza vizuri na tukafikia lile lengo tulilojiwekea na kupita. Kwa hiyo Agnes, nimekupunguza, nimekurudisha mifugo. Najua mifugo unaijua vizuri sana, nenda kaisimamie. Shemdoe amefanya kazi nzuri, ameamua kuingia kwenye kinyang'anyiro, nenda kasimamie pale pahali, kapasimamie. Najua unajua kuna kazi kubwa ya kuendeleza uvuvi lakini na ufugaji. Kama unavyojua tunaangalia sasa masoko ya nje, na masoko ya nje ni viwango. Kwa nenda kasimamia uzalishaji kwanza, pili viwango. Tuna kazi ya kusimamia bandari ya uvuvi ya Kilwa ambayo almost imefika pahali pazuri, simamia imalizike. Bandari ile ni mkombozi wetu, ikimalizika pana ajira 30,000 pale. Kwa vijana wetu wanaweza wakaingia. Lakini la pili, nilipokuwa Simiyu juzi, nilizindua chanjo. Waziri yuko hapa. Mimi nina imani na wamama. Huko nyuma wanasema wamama wawili wakikaa kwenye wizara haiendi. Lakini mimi nina imani tofauti. Na imani wamama wakikaa pahali, mambo yanakwenda. Kwa wamama wawili nyinyi, hata siku moja msende kutizamana kavaa nini, kasuka nini, hapana. After all, waziri wewe unajifinika wala huoni ulichosuka. Mwenzio tu ndo unajua kwamba ana kalikiti kichwani. Kwa nendeni kachapeni kazi bwana. Kachapeni kazi, tuoneshe kwamba wamama tunafanya kazi tukiamua. Nendeni kachapeni kazi, na watakia kila la kheri. Makatibu tawala wa mikoa tumebadilisha wawili. Ndugu Rashid Mchata yupo, tumempeleka Tanga. Nataka ukachape kazi Tanga. Lakini ndugu Pili, wewe tumekuleta Pwani. Sasa Pwani sio Tanga. Tanga ilikuwa na mabaibu yetu na vipepeo vyetu na nini, mambo wawa. Ingawa Tanga sasa tunaifanya iamke kwa viwanda. Sasa Pwani kuna viwanda vingi sana. Sijui mkuu wa mkoa wako kama yupo. Nadhani yuko na shughuli zingine. Pwani nenda kasimame imara, msaidie mkuu wa mkoa. Pwani mnaweza kukusanya mapato kwa kiwango kikubwa. Lakini Pwani kuna upwani. Nimekutoa Tanga kwenda Pwani sababu wanafanana. Umwinyi ni mwingi. Lakini nenda kasimame, fanya kazi, kusanya mapato, fanya Pwani ipige kazi. Sawa ndugu yangu, nakutakia kila laheri. Vile vile tumeteua makatibu tawala wawili, Bwana Abdul Mhite. Tumekupeleka Dar es Salaam. Nimesha kuona mara moja ukifanya presentation. Nilivutiwa sana nawe katika ile presentation. Najua ukikisimamia kitu unataka kiwe. Dar es Salaam ni jiji la aina hiyo. Dar es Salaam ni jiji kubwa, lakini wamepata mjanja mwenzao Chalamila. Wewe sikuoni ni mjanja kama yeye, lakini combination inaweza ikaenda. Yeye akiwa juu, wewe uko chini, mambo yataenda vizuri. Kwa nenda kasimame, chapa kazi, msaidie mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Dar es Salaam isimame. Kwa ujumla, wakuu wa mikoa na makatibu tawala,
huko karibu tukaa, huko mikoani kwenu, huko kwenye wilaya na halmashauri, kuna fedha nyingi ambayo ya ndani haitumiki vizuri. Kwa mfano, halmashauri inaweza kuwa ina mabilioni ya pesa kwenye account, lakini haziendi kwenye kazi za maendeleo. Wanafikiria kufanya mengine. Inawezekana halmashauri ina pesa nyingi, lakini wao hawajijui kwamba ni watumishi wa watu. Ndani ya halmashauri yule kuna barabara mbovu, kuna vituo vya afya vinataka ukarabati, kuna mashule yana sura mbaya. Fedha ipo, na fedha halmashauri maana yake ikawatumikie wananchi. Lakini wa uongozi wa halmashauri wanafikiria fedha ile kuiwekeza kwenye jambo ambalo tofauti na wananchi. Naomba mkalisimamie, hasa Dar es Salaam. Halmashauri zinafikiria kuwekeza kwenye mahoteli kuliko kuwekeza kwenye huduma za wananchi. Kazi yenu pale ni kuhudumia wananchi, na sio ndio kuwekeza kupo ili halmashauri ipate. Lakini je, umemaliza shida za wananchi? Wananchi wanapiga kelele na barabara na mashimo na nini na nini, wewe unachukua fedha unakwenda kuiweka kwenye kitu kingine, haielekei. Niombe sana. Au wakati mwingine serikali inanunua vifaa tiba, vitendea kazi, vinafika kwenye halmashauri, hapana pahali pa kuweka. Halmashauri ina fedha ndani, lakini wangoja serikali kuu ilete pesa. Kama imeleta mashine, ilete na pesa yako pahali pa kuweka mashine. Hatuendi hivyo, hatuendi hivyo. Niombe sana, kasimamieni kazi na huduma kwa wananchi. Ndicho kilichotuweka hapa, hakuna kingine. Mengine ni by the way. Umeokota kismati, umepata, well and good, lakini kilichotuweka ni huduma kwa wananchi. Naibu makatibu wakuu Dr. Hussein Omar, tumemtoa Wizara ya Kilimo kwenda kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, na vile vile tumemteua Profesa Peter Msofe kuwa naibu katibu mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais anayeshughulikia masuala ya mazingira. Nimeangalia tiririko wa kazi ulizokuwa ukizifanya na CV na hisi pale utakwenda kutusaidia vizuri. Niombe sana kashirikiane, waziri wako yuko hapa, kashirikiane na katibu mkuu wako, nadhani yupo, yuko hapa, mkashirikiane, mfanye kazi. Sitaki tena kusikia zipo. Nataka mkashirikiane, mfanye kazi. Tunakoelekea ulimwengu huu haujulikani. Mazingira yamebadilika, mvua hazina hakika, sijui jua lenyewe ndio hivyo. Kwa hiyo kashirikianeni, fanye kazi, muinusuru nchi na majanga ya mazingira. Mhandisi Athmani Juma Kilundumia, ulikuwa unashughulikia maendeleo ya mazao na chakula. Nimekubadilishia portfolio kwa sababu tunataka kuongeza, kabla kufika huko kwenye usalama wa chakula na mazao, tunataka kuongeza uzalishaji kwanza. Kwa hiyo tumekupeleka ukashughulike sasa na mambo ya umwagiliaji maji, ukisaidiana na Mdolwa. Mdolwa yuko? Hayupo. Ukisaidiana na Mdolwa tunakwenda kuanzisha kamisheni ya umwagiliaji maji. Kwa hiyo nataka ukasimamie hiyo, lakini pia zana za kilimo. Tumeanzisha centers za matrekta na zana za kilimo huko kwenye zoni mbalimbali. Zile zinataka usimamizi wa karibu sana, sababu ni fedha nyingi tumetumia kuweka zana hizo za kilimo. Lengo ni kumpunguzia mkulima gharama. Sasa hivi wanatumia sana zana kutoka private sector, gharama ni kubwa, lakini center zile zinakwenda nusu ya bei ya private sector. Kwa hiyo kwanza ni kuhakikisha mkulima anapata huduma, pili ni kuhakikisha maintenance ya vyombo na survival ya vile vituo, lakini pia kuhakikisha mabwawa yanayochimbwa kwa umwagiliaji maji yanafanya kazi pasavyo. Kwa kilimo, kwa mifugo, utashirikiana na mwenzio huyo wa mifugo kwa matumizi yote yaliyokusudiwa, na kutakia kazi njema. TRC Machibia, kwanza tumshukuru Kadogosa kwa kazi nzuri aliyoifanya ndani ya TRC.
hakuna 100% na hakuna anayefika huko, lakini alijitahidi. Unachukua nafasi yake, nenda kaanzie alipoachia. Kaanzie alipoachia. Ndani ya TRC kuna mambo mawili makubwa. Kuna SGR, kuna na MGR. Nataka TRC sasa mtoke kwenye fikra ya infrastructure peke yake na muende kibiashara zaidi. Muende kibiashara zaidi. SGR inajengwa kwa uwezo wetu, tutakwenda na wanaotusaidia tutakwenda. Vipande na maendeleo yake nimevisema jana, bado tuna kazi kubwa na itakubidi wewe uisimamie kazi hiyo. Kazi yangu mimi huku na wenzangu ni kutafuta fedha na kuzishusha kwako ili kazi hiyo iendelee. Tunataka by 2030 kilomita zote 2000 na ziwe zimekamilika. Tuwe tumeshajiunga na Burundi, then huko Burundi wakielekea Rwanda sio kazi, wakiendekea Rwanda na DRC Congo sio kazi yetu, lakini sisi tuivuche tuingie kwenye tuingie Burundi. Kwa hiyo nenda kasimamia SGR operation, lakini pia operation kama tulivyokubaliana nyuma kwamba tuingize private sector. Private sector. Nilifurahi juzi TANESCO kwa hiari yao nimesikia wanatangaza kuingiza private sector kwenye kusambaza umeme na kujenga transmission line. Hatuwezi kwenda bila private sector. Kwa hiyo niwaombe sana TRC, operations za reli. Sasa hivi tunakwenda Dar, Dodoma, tunakwenda vizuri. Lakini jana naongera sana, mmeanza operations za mizigo. Huwezi kuzisimamia zote. Lazima private sector ingie. Kwa hiyo kakae kaangalie tuingize private sector. Private sector kwenye ujenzi wa infrastructure, lakini pia kwenye operations. Fikirieni kibiashara zaidi. Lakini MGR na yenyewe ni ya siku nyingi, meter gauge railway, ambao lakini ina umuhimu wake. Na umuhimu wake kwa abiria na mizigo pia, na hasa kwa mizigo. Kwa na yenyewe maeneo kadhaa yanataka kukarabatiwa, maeneo mengine yanataka kujengwa upya. Kwa mfano korido ya kaskazini huko inataka ujenzi mpya, kwa nenda kasimamie. Lakini vivyo hivyo kuna watu wana interest ya kuunganisha bandari ya Mtwara na bandari ya Mbamba Bay kwa reli. Wasikilizeni. Na kama mtu anakuja mwenyewe na fedha yake na mnafanya engineering estimate, hajatupiga kama vile anatuletea gharama kubwa sana, mpeni ajenge. Kwa sababu akesha jenga, imejengwa, ipo Tanzania. Hata tukikerana naye haichukui, tunayo. Atatulipisha pesa yake tutampa, lakini reli ipo. Kwa anayekuja na pesa yake mpeni. Zile bla bla sijui za kushindanishwa, sijui tenda, sijui nani, kama wapo wengine wangekuja. Kama hawajaja kaja mmoja, mimi na pesa yangu nipeni reli, lakini nipeni na hiki, kipimeni mpeni. Ndio maendeleo. Tukistiki na hizo sijui procedures za PPRA, sijui na nini na nini, hatuta move faster. Ulimwengu huu ni lazima tu move faster. Mmesikia jana nimesema IMF wanasema uchumi wa Afrika utakuwa by 2.3. Lakini Tanzania tutakuwa by 6%. Kwa sababu hii ya kwenda faster. Kwa hiyo niwaombe sana kwenye infrastructure twende faster. Na reli ndio kila kitu na bandari. Reli na bandari ndio kila kitu. Ndio facilitators wa biashara, usafiri na usafirishaji. Logistics ni reli na bandari. Kwa hiyo nenda kasimame. Una security ya nchi yetu, nenda kaisimamie. Haya, kuna watu ambao niliwateua kitambo, sijapata nafasi ya kusema nao, lakini leo wapo. Dr. Limo Nyesabo, nimekutoa Azania kwenda PSSF. Azania ulikuwa unafanya mambo ya banking, sawa na benki zingine zote, lakini nimeona nikutumie vizuri zaidi pale PSSF, kwamba pale ni roho ya wafanyakazi wetu wa umma. Roho yao iko pale, maisha yao yako pale, fedha zao ziko pale. Na experience yako ya banking najua utakwenda kuziweka hizi fedha vyema. Utatusaidia serikali kuwa na mzigo mzito wa deni tuliokuwa nao kwenye taasisi hii. Lakini pia kama nilivyosema, kuna uwekezaji ambao wakati mwingine
Kwa hiyo nadhani utakwenda kukaa vizuri na kuona ni miradi gani mfuko huu uwekeze, jinsi ya kulinda fedha ya wafanyakazi na mambo kama hayo, na kuhakikisha mfanyakazi akimaliza wajibu wa kulitumikia taifa, haki yako iko pale kama tulivyokubaliana kisheria. Na kutakia kazi njema. Asante sana. Dr. Kimambo, Muhimbili, pole, sio kazi rahisi, na pengine napanga kuja kukutembelea huko, lakini kuambie kwamba Dr. Janabi alifanya kazi nzuri sana sana sana. Lakini Muhimbili tuna mipango mingi na mikubwa ya ile hospitali kuiendeleza na kuikuza zaidi. Jana nilisema vizuri kwamba katika sekta ya afya tumekuwa sana na tumeingia kwenye huduma za kibingwa. Sasa najua proud za madaktari. Kila daktari hamwamini mwenziwe, I'm best than huyu na huyu na huyu. Ukijua kukaa nao, watachapa kazi vizuri, watafanya kazi vizuri. So wewe ni wa kila daktari, not necessarily wa profession yako peke yake. Muhimbili panataka professionalism na administrative skills. Nenda kapasimamie. Nimechuja CV nadhani zilikuwa 8 au 7 zile, lakini nimeibuka na Dr. Kimambo. Kwa hiyo nadhani utakwenda kunisaidia vizuri Muhimbili. Lakini pia kuna fedha ambazo tumeshazisaka kwa ulimwenguni zinakuja kwenye matengenezo au kuimarisha zaidi Muhimbili, hasa kwenye majengo. Nenda kasimamie pale Muhimbili. Muhimbili ilikuwa Muhimbili tu, lakini imepanda hadhi, watu wanaisifia. Nenda ka maintain sifa na nenda kaipandishe kiwango zaidi. Wakati nilipata wageni kutoka Marekani wakaja kuniona, wageni hao walikuwepo wakati tumepata ajali ya watoto Arusha, na wao ndio waliwachukua watoto kuwapeleka Marekani kutibiwa. Wakaja kuniona, walivyorudi wakafanya ziara kwenye hospitali yetu. Pa kwanza walipokwenda ni Mount Meru, alafu wakapata hamu ya kuzunguka hospitali nyingine. Kaja kuniona ofisini wakanambia, hebu tuambie umefanya vipi? Mount Meru tulioiacha wale watoto wameumia, hakuna hata ile ya pumzi ya watoto. Leo ina vifaa kama vilivyo kwa Marekani. Umefanya vipi? Kwa hiyo Muhimbili nayo ni hivyo hivyo. Imekuwa tumeitengeneza sana. Nenda kaisimamie. Keep the Muhimbili status. Jana nimesema tumepandisha idadi ya watalii tiba. Wanakuja kwa wingi. Sasa hivi tuna 12,000 nadhani na 500. Na watakuja kwa wingi. Jinsi tunavyokuza huduma, watakuja kwa wingi. Kwa nakutakia kila laheri katika kazi yako. Ngorongoro, headache. Ni headache. Sijui mwenyekiti yupo. Mpaka mwenyekiti ananilalamikia. Unanibadilishia watu kila siku. Naambia ndio mwenyekiti, kwa sababu sijampata ambaye nataka afanye Ngorongoro unavyotakiwa iwe. Sijampata. Kwa imani yangu wewe utakwenda kunisaidia. Nenda ka study vizuri Ngorongoro kama shirika. Linatakiwa kufanya nini? Ni business na conservation. Wanyama wale wabaki pale, ndicho watu wanachokifuata. Ile ecology ya Ngorongoro ibakie kama ilivyo, ecosystem ile ibakie ilivyo, tayari imeanza kuharibika. Kwa hiyo nataka ukairudishe Ngorongoro. Najua sio area yako, lakini unaweza ukasoma na ukaelewa kinachotakiwa na ukafanya. Ngorongoro imevutia watu wengi sana duniani. Wanakuja kutaka kuwekeza Ngorongoro. Jua maeneo gani ya uwekezaji, maeneo gani ya kukipo ecology, kumaintain ecology ya Ngorongoro. Yale maeneo ya uwekezaji wape watu wawekeze. Waekeze, walete watalii wengi zaidi. Sababu tatizo letu sasa hivi ni accommodation. Idadi ya watalii inakuwa, lakini ukibuku kuja Tanzania leo mwezi wa ngapi huu, June, utaambua nafasi iko Novemba kuja kupata chumba Tanzania. Kwa hiyo tuna tatizo la accommodation, pahali pa kulaza wageni. Kwa hiyo nenda kaliangalie hilo, lakini katunze ecology, lakini pia kuna mgogoro na wenyeji pale, ambao kwa sheria zetu wenyewe tulisema kuwe na coexistence. Baadaye wenyeji wamezidi, mifugo imezidi. Ilikuwa ukiingia Ngorongoro cha kwanza unachokiona ni ng'ombe, mbuzi, kondoo kuliko twiga.
Mara ya kwanza mimi nimekwenda Ngorongoro, kuingia tu kutoka kwenye geti lile, twiga huyu hapa anakula majani, nikafurahi. Mekwenda mbele, zebra huyu hapa, tembo huyu hapa. Sasa hivi unakuta ng'ombe kwanza, kondoo na nani. Nimeunda tume 2 za kuangalia hilo mambo ya Ngorongoro specifically. Kwa watakapotoa ripoti yao, tutakuinvolve ujue sasa una implement kiasi gani kudeal na wale watu, lakini ku maintain Ngorongoro. Ngorongoro ni urithi wa dunia. Tukiharibu, dunia haitatusamehe. Urithi ulioko kwetu Tanzania ni fahari yetu, naomba ka maintain Ngorongoro. Kama kuna miba yoyote iko humo ndani, toa. Najua Ngorongoro pako very lucrative. Kuna watu wamelowea hapo na wasingependa kuona mtu mgeni anaingia kwa sababu unahatarisha interest zao. Kwa kama kuna miba yoyote, toa. Niambie, Mheshimiwa Rais umenipa hii kazi. Huyu na huyu na huyu na huyu ni miba. Mimi nitakusaidia kuwatoa. Ninachotaka Ngorongoro ikae vizuri, iende liwe shirika, lakini Ngorongoro yetu, kreta ile, maintain status yake kama urithi wa dunia. Sawa? Nakutakia kazi njema. Nitimishe kwa kuwakumbusha kuwa sote ni Watanzania na sote ni watumishi wa umma. Tuko kwenye timu moja na tunajenga nyumba moja. Hivyo tukafanye kazi kwa ushirikiano na wale tunaowakuta kwenye ofisi zetu. Tunakuta waliopinda mikono kidogo, tuwanyooshe pole pole. Kila ulemavu unanyooka, lakini unyooshaji ni pole pole. Ukitaka kutumia maguvu, aidha utamkata unayemnyoosha au utakutandika kibao umie wewe. Kwa nendeni kanyosheni pole pole. Tumieni busara, tumieni hekima katika kufanya kazi. Mwisho kabisa tena niwatakie utekelezaji mwema wa majukumu yenu na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni. Asanteni sana. Asante. Naomba tupige makofi kwa Mheshimiwa Rais. Asante, tunakushukuru. Na naomba kwa heshima na taadhima Mheshimiwa Rais uridhie tufanye maandalizi ya itifaki ya picha chache iwezekanavyo. Naomba tukae. Brass band kwa dakika moja tu kabla hujaondoka. Karibuni sasa viongozi kwa ajili ya picha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Naibu Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika, mwakilishi wa Jaji Mkuu na Katibu Mkuu Kiongozi. Kamishna wa maadili tuongezeke katika picha hiyo. Picha ya kwanza tujiandae, wale wote ambao tumekula kiapo. Wote tulikula kiapo, twendeni tukasimame nyuma ya meza kuu pamoja na wale waliokula kiapo cha maadili. Brass band, asante.